Yesu asifiwe sana. Ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mtumishi wako Hawadi Maemba, na leo tunaendelea na somo letu linalosema changamoto na vikwazo katika njia ya wokovu, jinsi ya kutambua, kukabiliana na kushinda vita ya safari ya wokovu. Changamoto na vikwazo katika njia ya wokovu, jinsi ya kutambua, kukabiliana na kushinda vita ya safari ya wokovu. Na hii ni sehemu ya 4 ya mfululizo wetu wa somo letu. Ndugu zangu wapendwa, wasafiri katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye ni mshindi wa ulimwengu na mwanzilishi wa safari yetu, ni wasalimu katika hilo. Tumefika katika sehemu muhimu sana ya mfululizo wetu wa safari ya wokovu. Katika sehemu ya kwanza tulijifunza maana na asili ya wokovu na kukubali kwa pamoja kwamba wokovu si tukio la siku moja, bali ni safari ya maisha yote. Katika sehemu ya pili tulichambua hatua 3 za safari hii, yaani kuhesabiwa haki, utakaso na kutukuzwa. Tulijionea wazi mahali tulipotoka na kule tunakokwenda. Na katika sehemu ya 3 tulifungua begi la msafiri na kuchunguza vifaa 4 muhimu ambavyo ni neno la Mungu, maombi, Roho Mtakatifu na ushirika wa ndugu. Hata hivyo, ukweli ulio wazi ni kwamba hata msafiri akiwa na vifaa vyote anavyohitaji, hatima yake haijawahi kuwa safari kabisa mpaka avuke changamoto zote za njiani. Safari ya Wanaisraeli kutoka Misri kuelekea Kanaani inatufundisha ukweli huu wa namna ya kuhuzunisha. Watu walikuwa wamekombolewa kutoka katika utumwa kwa mkono wenye nguvu, wale waliopita katikati ya bahari ya Shamu kwa miujiza, na wale waliopewa sheria, mana na mwamba jangwani. Wengi wao hawakufika Kanaani, miili yao ilitapakaa jangwani. Kwa nini walishindwa kufika? Kwa sababu walishindwa na changamoto zilizokuwa njiani. Walishindwa kwa sababu ya changamoto zilizokuwa njiani. Msafiri mwenye hekima hajui tu jinsi ya kukusanya vifaa. Yeye pia anajua mahali ambapo wasafiri wengine wamekwama na kuangukia. Anajua aina za wanyama walao njiani, anajua mbinu za adui na anajua jinsi ya kukabiliana nazo. Hili ndilo lengo la somo la siku ya leo. Tutachunguza kwa undani changamoto 4 zinazowakumba wasafiri wa wokovu na jinsi ya kuzivuka kwa ushindi kamili. Mtume Paulo akiwa amezoea safari ya kiroho na changamoto zake, aliwaandikia waumini wa kanisa la Waibrania maneno haya yenye nguvu ambayo yatakuwa andiko letu kuu siku ya leo. Maneno yenyewe yanasema, kwa hiyo sisi, kwa kuwa tuna wingu kubwa la mashahidi waliotuzunguka, tuepuke nawe kila mzigo mzito na ile dhambi ituzingayo, tukapige mbio safari iliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Ni Waibrania 12 mstari wa 1 mpaka ule wa 2. Leo tujiandae kwa pamoja kupigana vita vya safari. Tujiandae kujifunza jinsi ya kukanyaga changamoto badala ya kuruhusu changamoto zitukanyage. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, niseme tu kwamba ziko changamoto nyingi sana. Jangwa la majaribu na vishawishi, barabara kuu ya mitihani. Niseme hapa kwamba changamoto ya kwanza ambayo iko mbele ya kila msafiri ni kwamba safari ya wokovu inapita katika jangwa la majaribu na vishawishi. Hakuna njia ya kufikia utukufu wa milele ambayo haipitii njia ya mitihani. Hata Yesu mwenyewe, mwana wa Mungu asiye na dhambi, alitangulia kupita njia hiyo. Kwa hiyo wewe uliye katika mwili wenye dhambi, usitegemee kupita bila kujaribiwa. Jambo la pili niseme tu kwamba asili na uhalisia wa majaribu. Neno la Mungu liko wazi kwamba majaribu na vishawishi sio ishara kwamba Mungu amekuacha, bali ni uthibitisho kwamba uko katika njia sahihi. Kama vile wanafunzi walivyopitia mitihani kabla ya kuhitimu, hivyo ndio wasafiri wa wokovu wanajaribiwa kabla ya kutukuzwa. Kumbuka, hakuna kutukuzwa pasipo kupita katika magumu. Yakobo mtume wa Bwana anatuandikia maneno ya ajabu katika Yakobo 1:2-3. Sema, ndugu zangu, oneni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika mambo yenye kuwajaribu kwa namna nyingi, mkijua kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Sasa angalia hapa anaposema, ndugu zangu, oneni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika mambo yenye kuwajaribu kwa namna nyingi, mkijua kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Ni ajabu kwamba Yakobo anatuambia tuone furaha tunapopatwa na majaribu. Hiyo sio furaha ya kucheka kwa sababu tunaumia, bali ni furaha inayotokana na kujua kwamba Mungu anatumia hilo jaribu kutufinyanga na kutukamilisha. Kila jaribu ni darasa la shule ya Mungu linalotutayarisha kwa daraja linalofuata la utukufu.
Na hapa tunajifunza jambo moja muhimu la kwanza kuhusu majaribu. Lengo la Mungu katika kujaribu ni kujenga, sio kuharibu. Kwa Mungu jaribu ni zana ya kumwandaa msafiri. Kwa Shetani jaribu ni zana ya kumwangusha msafiri. Tukio lile lile, lakini nia ni mbili tofauti. Hata hivyo ni muhimu kufahamu kuwa tofauti iliyopo kati ya jaribu, test, trial, na kishawishi, temptation. Mungu humruhusu muamini apitie katika jaribu kwa lengo la kumuimarisha imani, kuvunja kiburi na kufunika mapungufu yaliyopo, kama alivyomruhusu Ayubu apitishwe katika tanuru la mateso ili adhabu ya imani yake itoke ikiwa safi. Ili dhahabu ya imani yake itoke ikiwa safi. Shetani kwa upande mwingine anapokuletea kishawishi, lengo lake ni moja tu, kukuangusha, kukuharibu. Yeye huja na kishawishi ili kukuvuta upande wa dhambi. Katika maisha halisi ya kila siku, mara nyingi mambo haya mawili huwa tunakutana nayo. Shetani huchukua jaribu ambalo Mungu ameruhusu na kuingiza kishawishi ndani yake. Kwa mfano, Mungu anaweza kuruhusu upungufu wa fedha katika maisha yako ili kukufundisha kumtegemea yeye kama mtoaji wako. Shetani huchukua upungufu na kuletea kishawishi cha kuiba, kudanganya, kukimbilia kwa wachawi ili upate mahali kwa njia ya haraka. Jaribu ni lile lile, lakini matokeo yanategemeana jinsi utakavyoamua kulishughulikia. Yesu kielelezo chetu cha kushinda majaribu. Yesu kama kielelezo chetu. Kanuni ya kwanza, jitambue wewe ni nani katika Mungu. Usikubali mashaka juu ya utambulisho wako. Shetani alipomwendea Yesu akaanza kumtolea mali, alianza kumshambulia kwa utambulisho wake. Alisema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, katika Mathayo 4:3. Alikuwa akijaribu kumfanya Yesu ashuku alivyo. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu Shetani anajua kwamba baada ya kubatizwa mtu alikuwa ametangaza kutoka mbinguni akisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, katika Mathayo 3:17. Shetani anakuja kupinga kauli hiyo. Hivyo Shetani anakuja kusema, ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu, kwa nini maisha yako yako hivi? Kwa nini bado hujaolewa? Kwa nini unaumwa? Kwa nini biashara yako haifanikiwi? Uhakika ulionao wa wokovu ni upi? Shinda vita hiyo kwa kukumbuka neno la Mungu linasema juu yako, wewe ni mtoto wa Mungu, mteule, kuhani wa kifalme, taifa takatifu, miliki ya Mungu, katika Petro wa kwanza 2:9. Usikubali kusikiza sauti ya mashaka juu ya utambulisho wako. Heshima yako haitegemei hali yako ya sasa. Heshima yako inategemea nafasi yako katika Kristo Yesu. Lakini kanuni ya pili ni tumia neno la Mungu kama silaha yako kuu. Kila jaribu alilomletea Yesu alijibu kwa kusema, imeandikwa. Hakujadiliana na Shetani kwa kutumia hoja za kibinadamu. Hakutoa maoni yake, hakutegemea hekima yake mwenyewe. Alichukua upanga wa neno na kulikata jaribu. Hili ni somo letu kubwa kwetu leo. Msafiri asiyejua neno la Mungu kwa moyo msafiri asiyejua neno la Mungu kwa moyo wake ni kama asiye na risasi vitani. Unawezaje kushinda jaribu la Shetani kama hujui andiko la Wakorintho wa kwanza 6:18 linalosema, kimbieni uasherati, kimbieni zinaa? Unawezaje kushinda jaribu la hofu kama hujui andiko la Timotheo wa pili 1:7 linalosema, Mungu hakutupa roho ya woga bali nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi? Jifunze kulikalili neno la Mungu moyoni mwako. Neno ndio risasi yako. Kanuni ya tatu ni kataa kabisa. Usijadiliane na jaribu. Yesu alipomwambia Shetani, nenda zako, Shetani, Mathayo 4:10, alikuwa anamwamuru aondoke. Hakukaa katika mazungumzo marefu naye. Hakumpa nafasi ya mjadala. Yosefu alipokutana na mke wa Potifa aliyetaka kulala naye, hakusema tukae chini tujadili jambo hili kwanza. La, Biblia inasema alikimbia na kutoka nje. Mwanzo 39:12. Kuna wakati wa kupambana na kuna wakati wa kukimbia. Muombe Mungu akupe hekima ya kujua ni wakati upi na ufanye lipi. Lakini kanuni hii, usikae mezani kujadiliana na jaribu, kimbia. Niseme tu kwamba kuna aina za vishawishi vinavyowakumba wasafiri. Msafiri wa wokovu anakumbana na vishawishi vya aina nyingi mno, lakini neno la Mungu katika Yohana 2:16 inavitaja vishawishi hivi katika makundi matatu. Na nukuu, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha maisha, havitokani na Baba, bali vyatoka katika ulimwengu. Tamaa ya mwili, hili ndilo kundi la kwanza,
Hili inajumuisha dhambi kama uasherati, ulevi, ulafi na tamaa nyingine za anasa za mwili. Shetani anawapiga wengi hapo kwa kusema mwili una mahitaji yake na Mungu anaelewa udhaifu wako, lakini Paulo anatuambia wazi kuwa na watolea shauri hili, enendeni kwa Roho na wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, katika Wagalatia 5:16. Mwili unaweza kuwa na mahitaji yake, lakini maandiko yanasema tuufishe mwili pamoja na tamaa zake, Wagalatia 5:24. Usikubali kuupa mwili ushindi. Lakini kishawishi cha pili ni tamaa ya macho. Hii ni tamaa ya kutaka vitu unavyoviona kwa macho yako. Ni kutamani maisha ya mwenzako, gari lake, nyumba yake, mume wake, mke wake, mshahara wake. Tamaa hii inasababisha wivu, husuda, chuki na mashindano yasiyo na mwisho. Yesu anatuonya hasa dhidi ya anasa za dunia na kusema, maana uhai wa mtu si katika wingi wa vitu alivyonavyo. Luka 12:15. Jifunze kuridhika na ulichonacho huku kimtegemea Mungu na kukupa ulilo hitaji lako kwa wakati wake. Lakini jambo la tatu ni kiburi cha maisha. Hiki ndicho kishawishi cha tatu ambacho kina hatari zaidi. Huu ni uchu wa kutaka kujitukuza mwenyewe, kutaka sifa, madaraka na nafasi za juu kwa vyovyote vile. Unasababisha siasa chafu, udanganyifu, kusengenya na kuwakanyaga wengine ili wewe upande. Katika Mithali 16:18 inatuonya kwa nguvu, kiburi hutangulia kuanguka na roho hujivuna kutangulia kujikwaa. Roho ya kujivuna hutangulia kujikwaa. Mungu apiga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Yakobo 4:6. Ushauri wangu kwa wasafiri, kila mmoja wenu achunguze moyo wake kwa uaminifu. Ni aina gani ya kishawishi inayomrudia mara kwa mara katika maisha yake? Je, ni tamaa za mwili? Je, ni tamaa za macho au kiburi cha maisha? Tambua chanzo chake kwanza, kisha kimbilia neno la Mungu na maombi, hasa katika eneo hili mahususi. Na zaidi ya yote, shika sana ahadi ile iliyo tamu iliyo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Anaosema kwamba hakuna jaribu limewapata nyinyi ila lile la kibinadamu, lakini Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribio zaidi ya mwezavyo, lakini pamoja na jaribu Mungu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Pale unapohisi hakuna njia ya kutoka katika hilo jaribu, kumbuka kuwa Mungu ni mwaminifu na tayari amekwisha tengeneza mlango wa kutokea kabla hata jaribu halijakufika au halijakufikia. Jukumu lako kubwa ni kulitafuta hilo au kutafuta njia hiyo ya kutokea kwa imani. Hatari za kurudi nyuma. Hapa nitasema kwamba ugonjwa wa kutamani vitunguu vya Misri. Ugonjwa wa kutamani vitunguu vya Misri. Utanielewa mbele kidogo. Changamoto ya pili ambayo imewaua wasafiri wengi zaidi. Tumeingia kwenye changamoto ya pili. Changamoto ya kwanza tumeona majaribu, lakini changamoto ya pili ni hatari ya kurudi nyuma. Ugonjwa wa kutamani vitunguu vya Misri. Niseme kwamba changamoto ya pili ambayo imewaua wasafiri wengi zaidi kuliko hata majaribu ya moja kwa moja ni hatari ya kurudi nyuma, yani backsliding. Huu ndio ugonjwa mbaya zaidi wa kiroho unaoweza kumpata msafiri yoyote. Kurudi nyuma sio kuanguka tu kwa kukosea. Mwenye haki huanguka mara 7 na kuinuka tena, Mithali 24:16. Kuanguka ni pale unapokosea kwa ghafla, lakini mara unatubu na kuendelea na safari. Lakini kurudi nyuma ni jambo tofauti. Kurudi nyuma ni hali ya moyo kuanza kutamani maisha ya zamani ya Misri na kuelekeza mgongo kwenye Kanaani na kuelekezea mgongo wake kwenye Kanaani. Ni pale ambapo unaanza kuyaona maisha ya dhambi ulioyaacha kuwa matamu. Hiki ndicho kilichowapata wana wa Israeli. Mwandishi wa kitabu cha Kutoka anasimulia kisa hiki cha kusikitika katika Kutoka 16:2-3. Wana wa Israeli wakanung'unika juu ya Musa na Haruni jangwani. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungelikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, tulipokuwa tumeketi karibu na viungu vya nyama na kula mkate kwa shibe. Lakini nyinyi mmetutoa katika jangwa hili, mmetutoa katika jangwa hili kuliua kusanyiko lote hili kwa njaa. Angalia jinsi ilivyokuwa hatari kwa moyo. Wana wa Israeli waliangalia nyuma kwenye mateso ya utumwa wa Misri na kuyakumbuka matamu, wakiyaita viungu vya nyama. Walisahau mijeredi, walisahau watoto wao waliokuwa wanaangushwa katika mto Naili, walisahau maombolezo yao makali kwa Mungu kuwaokoa, walisahau ukombozi mkuu wa bahari ya Shamu. Ghafla wakiwa jangwani walianza kutamani warudi nyuma. Hawakuwa wanasema warudi huko tu, walikuwa wanasema laiti tungelikufa huko pia. Sasa angalia hapa, kwa nini msafiri anaanza kutamani kurudi nyuma? Kuna sababu kuu 3 za jambo hili kutokea. Sababu ya kwanza ni kusahau matendo makuu ya Mungu. Moyo wa mwanadamu na tatizo kubwa sana la usahaulifu. Wana wa Israeli walishuhudia maajabu 10 ya Mungu huko Misri. Waliona bahari ya Shamu ikigawanyika na kuwa kushoto na kulia kwao.
waliona Farao na jeshi lake wakizama majini, waliona Mungu akiwapa maji kutoka katika mwamba, lakini miezi michache baadaye walikuwa wamesahau haya yote. Hivyo hivyo msafiri anasahau jinsi Mungu alivyomtoa katika dhambi za jana, anasahau Mungu alivyomponya, anasahau jinsi Mungu alivyomtoa katika mahusiano yenye sumu, anasahau jinsi Mungu alivyombariki kifedha wakati wa dhiki, kisha anaanza kutamani vitunguu vya zamani. Kwa hiyo tunahitaji kujenga kumbukumbu za wema wa Mungu. Zaburi 103 mstari wa 2 inatukumbusha wazi, nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Njia mojawapo ya kufanya hivyo ni kuandika maombi yanayojibiwa na kuwa na shajara ya ushuhuda wa Mungu maishani mwetu. Sababu ya pili ni kuchoka na kungojea, kuchoka kunakotokana na kungojea kwa muda mrefu. Safari inapoendelea polepole, baraka zinapoonekana kuchelewa, msafiri huingia katika hatari ya kuchoka, kama vile wana wa Israeli walivyochoka na kula kwa kula mana kila siku, wakatamani nyama na vitunguu vya Misri. Hivyo hivyo msafiri anachoka kusubiri ahadi za Mungu. Watu wengi wameoa au kuolewa na wasioamini kwa sababu walichoka kumsubiri Mungu. Watu wengi wamerudi kwenye biashara chafu kwa sababu walichoka kungoja baraka halali kutoka kwa Mungu. Lakini Habakuki 2:3 inatukumbusha kwamba maana njozi hiyo ni kwa wakati uliowekwa, nayo inakimbilia upeo, haitasema uongo, ijapokawia isubiri, kwa kuwa itakuja hakika, haitachelewa. Kuchelewa kwa muonekano wetu si kuchelewa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wangu. Sababu ya tatu ni ushawishi wa marafiki wa zamani. Kuna marafiki wa zamani wa Misri ambao hawakutoka nasi katika safari hii. Wako huko waliko na tabia zao za zamani. Wanakuita mara kwa mara, wanakutumia ujumbe, wanakukumbusha siku za kufurahia za kale. Kama vile Nuhu na Loti walivyojaribiwa na watu wa siku zao, msafiri naye anajaribiwa na kurudi nyuma kwenye kundi hilo la zamani. Lakini maneno ya Paulo ni wazi, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema, katika Wakorintho 15:33, Wakorintho wa kwanza 15:33. Mtu unayepanga kukaa naye kwa muda mrefu atakufinyanga na kuwa sura yake. Tuangalie kidogo hapa madhara ya kurudi nyuma ni nini. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, yako madhara mbalimbali ya kurudi nyuma. Kurudi nyuma sio jambo dogo la kufanyiwa mzaha. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania alionya hili kwa uzito mkubwa sana. Tuangalie madhara makuu matatu. Dhara la kwanza na moja kwa moja ni kwamba, kwanza, unapoteza amani na furaha ya wokovu. Daudi alipozini na kuua hakupoteza wokovu wake, lakini alipoteza furaha ya wokovu wake. Katika Zaburi ya 51:12 analia kwa sauti kuu, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze na roho ya ukarimu. Hakuna shida iliyo kubwa kama ile ya kuendelea kuishi bila furaha ya Bwana. Watu wengi wako kanisani, wanasali na kuhubiri, lakini furaha ya wokovu imeondoka. Hii ni kwa sababu wamerudi nyuma moyoni mwao na sasa wapo katika giza. Pili, unapoteza ushuhuda mbele ya ulimwengu. Watu wa ulimwengu wanapoangalia na kumwona mtu aliyekuwa akiinjili sasa anaishi kama wao, wanakufuru jina la Mungu. Paulo anasema katika Warumi 2:24, kwa maana kama ilivyoandikwa, jina la Bwana litatukanwa kati ya mataifa kwa sababu yenu. Kurudi nyuma kwao hakuharibu uzima wako tu, bali kuna vuruga ushuhuda wa Injili. Lakini jambo la tatu, kuna hatari ya kuingia katika giza la kutisha la kiroho. Kumbuka Samson alikuwa na nguvu za ajabu, lakini alipoendelea kubembelezwa na Delila na kumsahau Mungu, roho wa Bwana alimwacha. Kisha Samson alipozinduka kutoka usingizini, akataka kwenda kuwapiga Wafilisti kama kawaida. Samson hakujua kuwa Bwana amemwacha. Waamuzi 16:20. Hii ndiyo hatari kuu zaidi. Msafiri anaweza kuwa ameenda mbali sana na Mungu bila hata yeye mwenyewe kutambua. Anahisi bado yuko sawa, lakini ukweli ni kwamba anaishi kwa nguvu za mwili wake na Mungu ameondoka. Namna ya kujikinga na wimbi la kurudi nyuma. Kama msafiri mwenye busara, anahitaji kujilinda dhidi ya janga hili. Kwanza, kumbuka kutafakari matendo makuu ya Mungu kila siku. Kama nilivyosema hapo juu, weka kumbukumbu za shukrani zako. Kumbuka alikokutoa. Kumbuka jinsi alivyokutoa katika bahari ya Shamu ilivyogawanyika mbele yako. Kumbuka jinsi Farao wa zamani alivyozama nyuma yako. Wakati unaangalia nyuma kwa shukrani, hutatamani kurudi huko. Utaangalia nyuma kwa shukrani tu, sio kwa matamanio. Lakini pia andika nanga ya tumaini lako mbinguni, sio duniani. Kumbuka kwamba mateso ya wakati huu wa sasa si yenye maana kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa. Kama vile mwanamke anapokuwa na uchungu wa kujifungua, uchungu huo upo, lakini furaha ya mtoto mchanga
lakini furaha ya mtoto mchanga ndiyo itakayofuata. Kumbukumbu ya uchungu huo katika Yohana 16:21. Weka macho yako kwenye thawabu ya mbele. Je, wewe ni kama Musa aliyechagua kuteswa pamoja na wana wa Mungu kuliko kufurahia anasa za Misri za muda, kwa sababu alikuwa akikazia macho yake ya thawabu? Waibrania 12:24-26. Waibrania 11:24 mpaka 26. 3. Epukana na jamii ya watu wanaokuvuta kurudi nyuma. Kama Yosefu alivyokimbia nyuma ya Potifa, na wewe kimbia mazingira na watu wanaokushawishi kutenda dhambi. Mithali 13:20 inatuambia kwamba atembeaye na wenye hekima atakuwa na hekima, bali rafiki wa mjinga atapatwa na mabaya. Chagua marafiki zako kwa hekima. Chagua marafiki zako kwa hekima. Tuangalie jambo la 4 ni changamoto ya 3 ni bonde la uchovu wa kiroho wakati wa miguu inapokata tamaa. Uchovu wa kiroho, yaani miguu inapokata tamaa. Changamoto ya 3 katika safari ya wokovu ni ule wakati ambao msafiri anaingia katika bonde la uchovu wa kiroho. Hapa sio dhambi ya wazi wala kurudi nyuma kukamilifu, bali ni wakati ambao roho inalemewa na safari yenyewe na mtu anaanza kuhisi hawezi kuendelea tena. Uhalisia wa uchovu wa kiroho. Uchovu wa kiroho ni jambo halisi na la kawaida hata kwa watumishi wakuu wa Mungu. Kumbuka Nabii Elia alikuwa amefanya mambo makuu. Alikuwa ametoka kushinda vita ya bahari miaka 1850 kwenye mlima wa Karmeli. Mungu alikuwa ameshusha moto kutoka mbinguni kwa maombi yake. Lakini mara tu baada ya ushindi mkubwa, Elia aliposikia vitisho vya Yezebeli, alikimbia jangwani na kukaa chini ya mletemu. Akataka kufa. Akamwambia Mungu, yatosha sasa Bwana, unichukue roho yangu, kwa maana mimi si bora kuliko baba zangu. Katika Wafalme wa kwanza 19:4. Sasa angalia wasafiri wakubwa udari wa Mungu hupitia katika bonde hili. Hali hii inaitwa lugha ya kimataifa spiritual bankrupt. Ni hali ya kuchoka na kukosa nguvu ya kiroho. Unaendelea kuhudhuria kanisani lakini moyo wako haupo. Unaomba lakini maneno yanaonekana kugonga dari tu na kurudi chini. Unafunga lakini hakuna nguvu inayobadilika. Unasoma neno lakini linaonekana kuwa kakavu kama karatasi ya kawaida. Hii ni hatari. Katika hali hii adui huja na majaribu ya kukatisha tamaa kabisa. Sababu za uchovu wa kiroho. Kwa nini tunafika mahali ambapo pana uchovu? Na vyanzo kadhaa. Kwanza, kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu za mwili badala ya nguvu za roho. Hili humpata hasa mtu yule alianza huduma kwa moto mkubwa, lakini polepole anaanza kutegemea uwezo wake mwenyewe, ufasaha wake wa maneno na mbinu za kikanisa. Kama gari linavyoendeshwa kila siku bila kuongezewa mafuta, nguvu za kibinadamu zitakwisha. Zakaria 4:6 inatukumbusha kuwa si uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa nguvu ya Roho, asema Bwana wa majeshi. Ukifanya kazi ya Mungu pasipo kujazwa upya Roho Mtakatifu kila wakati utachoka. Pili, kukosa usawa katika maisha. Kujisukuma mno katika huduma, kazi, familia na shughuli nyingine hadi mwili na roho kukosa pumzi. Hata Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake, baada ya huduma ndefu, njoni kando ya faragha mkapumzike. Marko 6:31. Hata Mungu mwenyewe alipumzika siku 7 baada ya uumbaji. Kama Mungu alipumzika, wewe ni nani usipumzike? Watu wengi wamekatishwa na safari, sio kwa sababu ya shetani, bali kwa sababu hawajajifunza kupumzika kwa utaratibu. Lakini jambo la tatu, sababu ya tatu inaweza kawa ni kushindwa kuelewa kwamba safari ni ndefu na ya ustahimilivu. Wengi wanaanza moto na mwendo wa kasi sana, lakini hawajajiandaa kwa safari ndefu. Wanafikiri ni mbio za mita 100, wakati safari hii ni marathon ya maisha yako yote. Yesu alisema mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Mathayo 24:13. Tunahitaji ustahimilivu, sio mbio za haraka. Wengi wamechoka na kuanguka njiani kwa sababu walianza kasi isiyo na uendelevu. Katika eneo hili sasa tuangalie njia za kukabiliana uchovu wa kiroho. Kuna tiba kwa msafiri aliyechoka. Kwanza, mkaribie Yesu. Wakati wa uchovu, badala ya kukimbia mbali naye, sababu mojawapo ya watu kata tamaa ni kwamba wanaanza kujiona kuwa wamemshindia Mungu. Kwa hiyo ukimbia na kujificha kama Adamu. Lakini Yesu anasema, njoni kwangu nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu mno, nanyi mtapata pumziko la roho yenu. Katika Mathayo
11:28-29. Unapochoka usikimbilie burudani za dunia, televisheni, mitandao ya kijamii, sherehe, pombe. Kimbilia miguuni pa Yesu. Yeye ndiye anayewapa watu usingizi na pumziko. Zaburi 127 mstari ule wa pili. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, jambo la pili tulione hapa. Jambo la pili tulitazame hapa kwa jicho la kipekee ni punguza mzigo kwa kuachia wengine. Elia alikuwa peke yake katika mapambano ya Karmeli. Alikuwa ameachwa na wasaidizi. Kisha Mungu alimkumbusha kwamba hakuwa peke yake. Kulikuwa na watu 7,000 ambao hawakupiga magoti kwa Baali. Hii ina maana kwamba kazi ya Mungu haikutegemei wewe peke yako. Unaweza kukabidhi majukumu fulani kwa wengine. Unaweza kusema hapana kwa baadhi ya mambo. Kukiri kwamba mwanadamu na una mipaka si kosa, ni unyenyekevu. Paulo alikubali kwamba alilemewa na mizigo zaidi ya nguvu zake hadi akakata tamaa ya kuendelea kuishi, lakini Mungu alimpa neema. Wakorintho wa pili na 1:8-9. Tatu, niseme tu kwamba ni ahadi. Tatu ni ahadi na thawabu iliyo mbele yako. Katika Galatia 6:9 inatutia moyo kwa maneno haya: tusichoke katika kutenda mema, kwa maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Mwisho wa bonde sio kifo chako, ni mavuno yako. Mungu anajua ustahimilivu wako na hata acha kazi ya mikono yako ipotee bure. Ule uchovu ulionao ni wa muda, utukufu unaoungoja ni wa milele. Vuka hapa, utapita na utaona mwanga wa asubuhi. Vuka hilo jaribu, utaona mwanga wa asubuhi. Changamoto ya mwisho katika siku ya leo ni walimu wa uongo, wanyama wala njia wanaovaa ngozi ya kondoo. Changamoto ya 4 na ya mwisho katika sehemu hii ni kuruhusu maadui wasioonekana kwa urahisi. Hawa ni walimu na manabii wa uongo wanaojifanya kuwa sehemu ya kundi hili kwa ndani, lakini kwa nje ni mbwa mwitu wakali sana sana. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, niseme kwamba utabiri wa Yesu na mitume kuhusu walimu wa uongo, kuanzia mwanzo Yesu alituandaa kwa hatari hii. Katika Mathayo ile 7 mstari wa 15 alionya, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wenye mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Hili ndilo fundisho la msingi kuhusu watu hawa. Hatuwatambui kutokana na mavazi yao, kwa sababu wamevaa mavazi ya kondoo, wamejifunika sura ya uchamungu. Huenda wakaimba kwa sauti nzuri zaidi kuliko wewe, wakajua maandiko zaidi yako na kuonekana kuwa na bidii kuliko viongozi wengi wa kweli, lakini lengo lao ni kuwalisha kondoo. Lengo lao si kuwalisha kondoo, lengo lao ni kuwaua na kuwala na kuwavuta watu wafuate wao na sio Kristo. Mtume Paulo aliwakusanya wazee katika kanisa la Efeso kwa machozi, akawaonya juu ya jambo hili katika Matendo ya Mitume 20:29-31. Anasema, mimi najua kwamba baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali watatokea, wataingia kati yenu wasilihudumie kundi, na katika hilo wenyewe watainuka watu wakinena mambo yaliyo ya ukaidi, ili wawavute wanafunzi wawafuate wao. Zingatia maneno mawili. Kwanza, Paulo anasema mbwa mwitu wataingia katika kati yenu. Hawakuja kutoka nje kama maadui waliojitangaza, waliingia ndani ya kanisa wenyewe. Pili, anasema katika nyinyi wenyewe watainuka watu. Hii ndiyo maana sio wote wanainuka kuhubiri habari njema ni watumishi wa kweli wa Mungu. Wengine wanainuka wenyewe, sio kwamba wameitwa na Mungu. Wanatukuza majina yao na kuwavuta watu kuwa wafuasi wao na si wafuasi wa Kristo. Tutatambue dalili za walimu wa uongo. Ili kuwatambua mbwa mwitu hawa, tunapaswa kuchunguza kwa makini na kuwapima katika miiko ya neno la Mungu. Dalili ya kwanza, wanajikita sana katika ujumbe wa mafanikio ya mali na si juu ya toba na utakatifu. Ujumbe wao haubadilishi moyo wa mtu wala kusema juu ya dhambi na hukumu. Badala yake wao husikika wakisema, Mungu anakupenda jinsi ulivyo na anakusudia ufanikiwe. Usijali kuhusu dhambi zao. Tunazo njia za kusafisha kwa sadaka maalum, lakini ukweli ni kwamba injili ya Yesu inaanza kwa wito wa kutubu. Yesu mwenyewe alisema huduma yake kwa kuhubiri, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, Mathayo 4:17. Injili sio ya toba, sio injili. Kama mhubiri aongelei juu ya dhambi, kuhukumiwa, kutubu, kusalimisha maisha kwa Bwana Yesu, huenda
huenda ujumbe wake ni batili, huenda huyo sio ujumbe wa kweli wa Mungu. Dalili ya pili ni wanajikita mno katika fedha na mali. Unaweza kumtambua mwalimu wa uongo kirahisi kwa njia ya pesa inavyochukua nafasi kuu katika mafundisho na maombi yake. Kila juma kuna mafundisho mapya kuhusu mbegu, dhabihu, funiko la giza, sadaka ya uponyaji na kadhalika. Mtume Petro alitabiri juu yao katika Petro wa pili 2:3, kwa tamaa yao watawafanyia biashara kwa maneno ya udanganyifu. Angalia neno hilo, biashara. Watu hao wamegeuza injili kuwa biashara, wanajilimbikiza mali kwa kutumia jina la Yesu, huku waumini wao wakizidi kuwa maskini. Ikiwa injili yao inalenga zaidi mfuko wao kuliko roho yako, kimbia mbali na watu hao. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, ninashukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nami tangu mwanzo na sasa. Na tuone dalili ya tatu hapa, kwamba wanajitukuza wenyewe na kujijengea majina makubwa. Wanaanza kuitwa baba wa kiroho, mpako wa mafuta, nabii mkuu na vyeo vingine vinavyowainua wao zaidi kwa waumini wao au na waumini wengine na watumishi wengine. Lakini Yesu alionya, mtu asiitwe rabi, kwa maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Mathayo 23:8. Walimu wa uongo wanapenda nafasi ya heshima, viti vya mbele na kuitwa kwa majina makubwa. Wanajenga majina yao binafsi badala ya kujenga jina la Yesu. Wakati akitaka ateuliwe kivyote vile ili aongoze, anakasirika akipuuzwa au kukosolewa. Hiyo ni bendera nyekundu, kimbia. Jinsi ya kujirinda na kujikinga na walimu wa uongo. Ulinzi wako uko katika mambo makuu matatu. Kwanza, jua neno la Mungu binafsi kwa kina. Hili ndilo ulinzi wako mkuu. Waberoya walisifiwa na Mungu kwa sababu walipokea lile neno kwa furaha tele na kuyachunguza maandiko kila siku. Waone mambo hayo ndivyo yalivyo. Matendo ya Mitume 17:11. Hawakuamini hata Paulo walichukua mafundisho yake na kuyapima kwa kutumia maandiko. Tendo hilo la kuchunguza Biblia kwa makini ndilo Mungu alilowasifia. Hatuwezi kufuata kila mtu anayesema Bwana asema pasipo kupima kwanza maneno yake kwa kutumia neno la Mungu. Pili, tegemea upako na uongozi wa Roho Mtakatifu ndani yako. Mtume Yohana anatukumbusha katika Yohana 1:2-27, na nyinyi upako mliopokea kwake unakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu yoyote kuwafundisha, bali kama upako wake uwafundishavyo juu ya mambo yote, na ni kweli wala si uongo. Hii haimaanishi kwamba hatuhitaji walimu. Inamaanisha kwamba Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu anatupa hisia za ndani, ukakamavu wa ndani na kujua jambo fulani si sahihi, hata kama huwezi kulifafanua kwa wakati huo. Ukisikiliza tu sauti yake, anakukinga kwa uaminifu. Tatu ni kuwa tayari kukimbia na kutengana nao hata kama wanaonekana kuwa watakatifu wa nje. Paulo anasema katika Warumi 16:17-18, ndugu zangu na wasii, wachungeni wale waliosababisha mafarakano na vikwazo kwa kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkaepukane nao, kwa kuwa watu wa jinsi hii hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali tumbo lao wenyewe. Nao kwa maneno mazuri na kwa maneno ya kubembeleza udanganya mioyo yetu na ya watu wapole. Kama Yesu alivyosema, mtautambua mti kwa matunda yake. Mathayo 7:16. Usidanganywe na mavazi ya kondoo, chunguza matunda kisha epuka mbali nao, kaa mbali nao. Pendo, kwa kumalizia niseme kwamba ndugu yangu msafiri, changamoto hizi zinaweza kuonekana nyingi na nzito, lakini jina la Bwana ni ngome yetu thabiti. Mungu ametupa ushindi kamili katika Kristo Yesu. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni majaribu na vishawishi. Tulijifunza kwamba neno la Mungu ni upanga wetu. Yesu alishinda kwa kutumia, imeandikwa, na neno la Mungu, na Mungu ameahidi kutoa mlango wa kutokea katika kila jaribu. Hakuna jaribu lisilo na njia ya kutokea. Chukua hatua hiyo, mshinde shetani kwa neno na ushuhuda wako na kwa damu ya mwanakondoo. Ufunuo 12:11. Changamoto ya pili ilikuwa ni kurudi nyuma. Tiba yake ni kukumbuka matendo makuu ya Mungu na kuweka macho kwenye Kanaani na kujitenga na marafiki wanaokuvuta urudi Misri. Usiangalie nyuma. Yesu alisema mtu yoyote atiaye mkono wake juu ya plau na kutazama nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Luka 9:62. Mwelekeo wako ni mmoja tu, yaani mbele. Lakini changamoto ya tatu ilikuwa ni uchovu wa kiroho. Jibu lake ni kumwendea Yesu Kristo, kujitenga na kupumzika
kidogo na kungoja upya kutoka juu, nguvu mpya kutoka juu. Ahadi ya Mungu ni hii: Baba wao wanaomngoja Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Isaya 40:31. Unapochoka ngoja, usikimbie, utatua mwenyewe, mgoje Bwana. Changamoto ya 4 ilikuwa walimu wa uongo. Ulinzi wetu ni kukaa katika neno la Mungu, kusikiza sauti ya Roho Mtakatifu na kufuata mfano wa Beroya, kuchunguza maandiko kila siku na kujaribu kuzipima kila roho. Simfuate mtu yoyote kipofu, fuata Yesu kwa ajili ya macho yako kupata kufunguliwa. Niseme tu kwamba ndugu yangu msafiri, nimekueleza changamoto hizi si kwa lengo la kukutia kicho au nimekueleza changamoto hizi si kwa lengo la kufanya urudi nyuma. Nimekueleza ili kukuandaa na kukutayarisha vita njiani. Maadui wako njiani, lakini tumaini letu ni hili: kiongozi wetu amekwisha shinda tayari. Yesu alisema katika Yohana 16, nimewaambieni ili katika mimi mpate amani. Ulimwengu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo msafiri, inuka, vaa silaha zote za Mungu, shika upanga wa Roho, kaa macho na ukumbuke kuwa hakuna jaribu linalokupata wewe tu. Mungu mwaminifu yupo pamoja nawe katika kila hatua na atakuleta